Bana, mambo vipi? Leo niko hapa mbele yako ama niko mbele ya screen yako ukiwa unanitazama, nikiwa niko na lengo moja tu. Lengo langu hasa ni kutaka kukupatia taarifa ama kukupatia mchanganuo wa filamu, na hasa nimeandaa hii kwa wadau wa filamu na wapenzi ama wafuatiliaji wa movie. Basi leo tutakwenda kuzungumzia vitu kadhaa ama tuseme ujumbe fulani ambao unapatikana katika movie, na hii tunaita filamu na elimu. Wananiita JB DJ na niko hapa kwa ajili ya kudiscuss na wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa session yetu ya kwanza na episode ya kwanza kuhusu ufafanuzi wa filamu. All in all niseme tu leo tunakwenda kuizungumzia filamu fulani ya Kihindi, tamthilia hii. Walikuwa wanaita Anuka Bandan, lakini sisi kibongo tukaidadavua na tukaitohoa tukaita Malkia wa Nguvu, ama tuseme tuliita Rania Malkia wa Nguvu. Ni filamu moja nzuri sana, filamu nzuri ya kifamilia yenye visa na mikasa mingi kwelikweli, ambao yalimkuta ama mikasa hiyo ilimkuta binti mmoja ambaye alikuwa ni mkwe wa familia. Kwanza kabisa kabla ya kuenda kwenye ujumbe wa filamu ama tuseme filamu hii ilikuwa ina elimu gani, itafaa tuichanganue kidogo hii filamu kwa uchache. Hatutachukua muda mrefu kwa sababu kama tukizungumza sana tutazidi kupoteza muda na mambo yatakuwa yako mengi, na in short kila mtu ana mambo mengi ya kufanya. Na hadithi inaanzia pale ambako tunamwona binti anaitwa Ketki akiwa ndo mkwe wa hiyo familia. Huyo binti aliolewa kutoka katika familia ya kimaskini na akaolewa katika familia ya kitajiri. Alikuwa ni binti ambaye anapendwa sana na familia. Kiufupi alikuwa ni binti ambaye mchapa kazi sana kwenye familia hiyo. Alifanya kila kitu na kwa bahati nzuri alifanikiwa na mume wake kupata mtoto, yani walijaliwa kupata mtoto wa kike. Basi maisha yao yalikuwa mazuri tu, lakini ghafla anakuja kutokea mtu wa tatu katika mahusiano yao. Yani nazungumzia mchepuko, anakuja kuingilia kati mapenzi ya Ketki sama na mume wake bwana Vardan. Vardan alikuwa ni mmiliki wa kampuni ya music, ama tuseme alikuwa na record label ambayo na manage wasanii na ndio alikuwa anafanya masuala ya music, lakini sasa anakuja kujikuta anavutiwa na mwanamuziki wake ambaye alikuwa ana manage ama mwanamuziki alikuwa anamsimamia, na huyo binti akawa ndo kivuruge sasa wa ndoa ya Vardan sambamba na Ketki. Mambo alikuwa mengi sana, alifadhi ili swala kama siri, hakutaka mtoto kujua, lakini mwisho siku mke wake anakuja kugundua kwamba mume wake anamsaliti chini ana mwanamke mwingine ambaye ndio huyo binti alikuwa msanii wake. Basi mambo yakaako mengi sana. Mwisho siku ule mwanamke ambaye alikuwa ni mchepuko akafanya vitu vingi ili kujidhihirisha. Baada ya siri kujulikana, sasa akataka kujidhihirisha ili watu wajue kwamba sasa yeye anatoka na Vardan. Patamu hapo. Basi mambo yakawa mazuri tu kwa huyo mchepuko, lakini baada ya kuona mambo yanaenda mrama ikabidi sanze kuingia kwenye masuala ya kishirikina. Alihusisha waganga, wachawi, mambo kibao, yani humo ndani ilikuwa ni vurugu tu. Basi huyu binti baada ya kushirikisha uchawi yani baada ya kushirikisha ushirikina, Ketki akawa anashindwa kutetea nafasi yake ya ndoa yake, lakini kwa kutegemea na kutumaini Mungu, ama tuseme kwa kumtegemea Mungu, basi Ketki Mungu alimsaidia na akamrudisha mume wake kwenye mikono salama ama kwenye mikono yake, na yule mchepuko akawa na tena kazi, akatimuliwa, maisha mengine yakaendelea. Na picha ndio inaishia hapo ikiwa inaonyesha Ketki amemrudisha mumewe kwenye familia na maisha mengine yakawa mazuri tu, na hata yule mume aligundua kwamba alikuwa anakosea. Sasa huwezi ukaamini siri ya mwanaume kuchepuka, eti aliamua kumsaliti mkewe kisa tu mke wake anajiweka kiutu uzima sana, afu ni kabinti kadogo. Yeye akaamua kutafuta mwanamke anaenda naye kimahadhi. Ketki alikuwa anavaa mavazi ya kiutu uzima, anajiweka kama mafamilia, umeona kwa akawa yuko out of standard ama out of fashion na zile ambazo alikuwa anataka mume wake. Yule mchepuko alikuwa anavaa mavazi ya kisasa, anavaa mavazi ya ideal woman, au tuseme binti fulani tu hivi, mavazi ya ki sister do umeona ndio jamaa akamsaliti mke wake kwa nafasi hiyo. Lakini sio kwamba alikuwa hapendwi ama alikuwa hajaliwi nyumbani, alikuwa aoneshi chochote, hapana. Mama alikuwa anamjali sana mume, alikuwa anafanya kila kitu kwa ajili ya mume, ila mume sasa ndio kivuruge bala. Anyway, ujumbe tunaopata katika hii filamu ama elimu tunaipata katika tamthilia hii ni kwamba wanasema pambania kile ambacho uko nacho, unachokipenda, unachokithamini. Kipambanie mpaka tone la mwisho la damu. Haupaswi kukata tamaa, haupaswi kukiacha hewani kikapotea kwa sababu tu umetangishiwa kwa mbele. Si umeelewa?
Ketiki kama angekuwa ana roho nyepesi na alipitia magumu sana kwenye ndoa yake, kama alikuwa na roho nyepesi, basi angeamua tu kuachana na mumewe, Mchepuko akachukua hatamu. Maana jamaa alifanya mpango mpaka akamleta Mchepuko ndani ya nyumba yao. Yaani Mchepuko akaja kukaa nyumbani sasa, na hata familia ikaanza kumsapoti Mchepuko, inampinga mke wa ndoa. Hatari sana. Ni picha nzuri, tamthilia nzuri. Basi mama alipambana, mwisho wa siku ndio hivyo kanavyokueleza, Maga karudi. Kwa tunapaswa kupambania vile vya kwetu, tuvipambanie, tuvisimamie, tusivikatie tamaa, kwa sababu kama pambana hadi tone la mwisho la damu, basi utapata kile ambacho unakitaka, lakini pia utakitunza kile ambacho uko nacho. Lakini pia elimu nyingine tunayopata, tunaoneshwa ama tunaelekezwa kwamba Mungu ndio pekee anayepaswa kutumainiwa, si chochote kingine. Licha kule Mchepuko alitumia mbinu zake nyingi za kumteka yule mwanaume, Mixa kutumia mahirizi wa ganga, lakini alipoteza mwisho wa siku, na nafasi ya Mungu ikachukua nafasi ama ikachukua hatamu. Ketiki alishinda. All in all, nikukaribisha tu, hii ni session ya kwanza, episode ya kwanza ya kitu kali ambayo tumeianzisha, inaitwa Filamu na Elimu, na niko hapa kwa ajili ya kukuletea filamu nyingi, tukizifanyia analysis na kupata kufahamu ujumbe uliokuwa umepatikana katika tamthilia hivyo. Na sitokuwa na dili na tamthilia tu, nitadili hata na single movies. Kwa hiyo kwa sasa tunaanza na tamthilia, au sio? Tunasema filamu na elimu, na huyu hapa alikuwa ni JBDJ, jamaa lenye voko zake wananiita dume la visiwani, jamaa lenye voko zake bonge la bwana, unaweza kadiita mwili mdogo sound ya bufa la fero kwa gai katai, au sio? Kwa sasa sina la ziada, tukutane wakati mwingine, ila usisahau ku comment jina la movie unayotaka tuidadavue, na hata kama itakuwa sijaitafsiri mimi nitakuletea na tutaidadavua vizuri tu. Lakini pia usisahau ku share ama usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yangu. Pia usisahau kunifollow hapa TikTok. Yes, au sio? YouTube nipata kama JBDJ, na pia tuko na channel ya Filamu na Elimu. Kwa usiache kusubscribe pale, ili tukianza tukizidi kuachia mavitu ya kuhusu filamu unakuwa si wa mwisho kupata kufahamu. Ciao.